Naam, maridadi kabisa. Nikualike tena mpenzi mfuatiliaji wa channel ya Kilaka TV. Leo tutakwenda kumzungumzia Papa Francis kutoka Benicio area hadi Vatican. Alizaliwa kama George Mario Bergoglio mnamo tarehe 17 Desemba mwaka 1936 huko Buenos Aires, Argentina. Let's go. Katika familia ya wahamiaji kutoka Italia. Katika ujana wake alikumbwa na ugonjwa mbaya wa mapafu, yaani ambao ulimsababishia kuondolewa kwa sehemu ya mapafu yake. Mungu ana sababu zake. Baada ya kupona alijiunga na shirika la Yesu Justi mwaka 1958 na kuwekwa wakifu kuwa padri mwaka 1969. Mnamo mwaka 1998 aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Buenos Aires, na mwaka 2001 akawa padrinari chini ya Papa Yohana Paulo wa pili. Baada ya kujiuzuru kwa Papa Benedikto wa 16, Bergoglio alichaguliwa kuwa papa tarehe 13 Machi mwaka 2013 na kuchukua jina la Francis, akiheshimu maisha ya unyenyekevu ya Mtakatifu Francis wa Asisi. Tuzungumzie uongozi wake. Alikuwa ni papa wa mageuzi na huruma. Papa Francis alijulikana kwa msimamo wake wa huruma na mageuzi ndani ya kanisa Katoliki. Huyu mwamba alikuwa na huruma, alikuwa mnyenyekevu. Alisisitiza umuhimu wa kusaidia maskini, kutunza mazingira na kuleta mabadiliko katika mafundisho ya kanisa ili yaweze kuendana na changamoto za kisasa. Alijitahidi kuleta uwazi katika kushughulikia kashifa za unyanyasaji wa kingono ndani ya kanisa, na alihimiza mazungumzo ya kidini kati ya dini mbalimbali. Huyo ndiyo Papa Francis. Tuzungumzie kifo chake, mienendo yake mpaka umauti ulipomkuta. Kifo cha Papa Francis. Alifariki dunia tarehe 21 Aprili 25 akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake ya Domus Sancta Marthae ndani ya Vatican. Katika wiki zilizotangulia kifo chake alikuwa akikipambania matatizo ya kiafya, ikiwa pamoja na mgonjwa pneumonia na kushindwa kwa figo. Hata hivyo, aliendelea kutekeleza majukumu yake hadi alipotoa baraka ya mwisho ya Pasaka mnamo tarehe 20 Aprili mwaka 2025. Kifo chake kilitangazwa rasmi na Kardinali Kevin Farrell kupitia televisheni ya Vatican. Mazishi yake yanatarajiwa kufanyika katika Basilica ya Santa Maria Maggiore kulingana na matakwa yake ya kuendesha ibada ya mazishi kwa unyenyekevu.
Tuangalie urithi wake. Papa Francis atakumbukwa kwa kuleta sura mpya ya uongozi wa Kanisa Katoliki, akisisitiza huruma, haki ya kijamii na uwazi. Alikuwa sauti ya matumaini kwa wengi waliotengwa, haswa waliotengwa na jamii, na alijitahidi kuleta mabadiliko chanya ndani ya kanisa na ulimwengu kwa ujumla. Huyu kweli alikuwa ni mwamba. Tunaweza kusema R.I.P. Papa Francis. Mungu amlaze mahali pema. Kuna mengi ambayo mimi huenda siyajui, lakini huenda na wewe pia unayafahamu. Unaweza ukadrop comment yako hapo ili tuweze kujua mengi zaidi kuhusu Papa Francis. Makala inayofuata nitajitahidi kuchambua kwa undani zaidi na kuweza kumzungumzia Papa Francis. Ni kwamba haya ni machache tu, lakini yapo mengi yaliyofanya katika dunia hii. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kupata habari nyingi na nyingi zinazokujia kupitia hapa channel yetu pendwa ya Kilaka TV.